Kila tunavyojipendekeza kwa Allah ndivyo tunavyopandisha imani yetu na tunazidi kuwa na mahusiano mazuri na yeye Allah. Na kujipendekeza kwa Allah anapokupenda sana Allah ni kule kuanza kufuata zile amri za lazima. Ukifaradhishiwa swala, imekwisha faradhishwa, unajua ni 5, ukadumu nazo. Kufunga mwezi wa Ramadhani ni lazima, ukadumu nao. Kutoa zaka ukiwa umepata kiwango, ukatoa. Kuhiji, Mungu akikupa taufiki ukahiji. Hivyo ndio vitu vya kwanza vya kujisogeza kwa Allah na kujipendekeza. Kinachofuata anachokipenda sana Allah subhanahu wa ta'ala ni kujisogeza kwake kwa hizi sunna ambazo Mtume sallallahu alaihi wa sallam amezidumisha. Swala 5 ni lazima, lakini Mtume akaweka na sunna za kablia na baadia. Kufunga Ramadhani ni lazima, Mtume akafundisha kuna kufunga Jumatatu na Alhamisi na tarehe 13, 14 na 15 ya kila mwezi. Katika swala kuna swala nyingine za duha na swala za usiku. Hizi zote Mtume sallallahu alaihi wa sallam akatufundisha, ndivyo vitu vya kujipendekeza kwa Allah. Kutoa zaka ni lazima, Allah akatufundisha, Mtume akatufundisha. Kuna kutoa sadaka mpaka tukaambiwa inafuta ghadhabu za Allah na ni sababu za kupona wagonjwa wetu, na tukifanya hivyo basi mioyo yetu inakunjuka, tunazidi yakini yetu kwa Allah, mtazamo wetu wa maisha unakuwa mzuri, hata mafungamano yetu na Allah yanakuwa ni mategemeo mazuri kwa kujisogeza kwake. Lakini ukimkimbia, inakuwa matumaini yako mara nyingi ni ya vitu vilivyokuzunguka, na hayo ni matumaini ya kufeli. Hivyo ni wajibu wetu, ndugu zangu, tujipendekeze sana kwa Allah kwa ibada hizi tulizozitaja, ili tuonyeshe shukurani zetu kwa aliyetuneemesha. Na kuonyesha shukurani zetu kunafungamana na mambo 3. Kwanza, zile neema ukiri kwa kweli Mungu amekuneemesha, usione ni ujanja wa maisha yako. Nguzo ya pili, panapolazimika kusema useme, usifiche ukanasibisha neema na nafsi yako. Nguzo ya 3 ya shukurani ni kufanyia kazi yale aliyokuneemesha kwenye kumtii. Sio umeneemeshwa unafanyia kazi ya kumuasi kwa vile umeneemeshwa. Kwa hiyo tukifanya hivi ndio tunakuwa tumefikia lengo la kushukuru na tumejisogeza kwa Allah, na Allah anazungumza ni wachache. Unapojisogeza tena uwe na dhana nzuri kwa Allah siku zote, uweke tafauli kwamba nikijisogeza ananisogelea kweli na ananipokea.